Kuondolewa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na majeshi ya Marekani mwezi Januari mwaka huu kumeacha alama kubwa katika ramani ya siasa za dunia. Tukio hilo halikubadilisha tu mwelekeo wa siasa za ndani za Venezuela, bali pia limeleta hasara nzito za kimkakati, kiuchumi na kijeshi kwa washirika wake wakuu wawili, Urusi na China. Kwa miaka zaidi ya 20, Caracas ilikuwa ngome muhimu ya ushawishi wao katika Amerika ya Kusini, eneo ambalo kihistoria limekuwa chini ya mvuto wa Marekani. Kuporomoka kwa ngome hiyo kumeibua maswali mapya kuhusu mipaka ya nguvu za mataifa makubwa na gharama ya kulinda washirika dhaifu. Kwa Urusi, kuanguka kwa Maduro ni pigo la moja kwa moja kwa mkakati wake wa kupanua ushawishi karibu na mipaka ya Marekani. Venezuela ilikuwa ishara ya uwezo wa Moscow kuvuta Atlantic na kuweka mizani ya nguvu katika ulimwengu wa magharibi. Kupotea kwa mshirika huyu kunamaanisha kupungua kwa nafasi ya Urusi kufanya shinikizo la kisiasa na kisaikolojia dhidi ya Washington. Zaidi ya hapo, tukio hili limeonyesha udhaifu wa Urusi katika kulinda washirika wake walioko mbali ya kijiografia, hasa wakati rasilimali zake nyingi zimefungwa katika vita vya Ukraine. Hasara ya hadhi ya kijeshi pia imekuwa nzito zaidi. Ulinzi wa anga wa Venezuela, uliotegemea kwa kiasi kikubwa teknolojia kutoka Urusi na China, ulizidiwa kwa haraka katika operesheni ya Marekani. Hali hii imeibua mashaka duniani kuhusu ufanisi wa mifumo hiyo ya kijeshi na mafunzo yaliyotolewa katika wanajeshi wa Venezuela. Kwa Urusi, hili ni pigo kwa soko lake la silaha kimataifa, kwani nchi nyingi kununua silaha si kwa uwezo wake wa kinadharia tu, bali kwa rekodi yake vitani. China kwa upande wake imepata mshtuko kimkakati na kiuchumi kwa wakati mmoja. Venezuela ilikuwa lango muhimu la Beijing katika Amerika ya Kusini, hasa kupitia mikataba ya mafuta, miundombinu na mikopo ya muda mrefu. Kupotea kwa utawala wa Maduro kunahatarisha uwekezaji wa mabilioni ya dola na kunaiweka China katika nafasi ya kujiangalia upya na serikali mpya ambayo huenda ikawa karibu zaidi na Marekani. Hii inamaanisha kupungua kwa ushawishi wa China katika eneo ambalo ilikuwa ikijenga taratibu kama mbadala wa ushawishi wa Washington. Athari katika sekta ya nishati ni mojawapo ya vipengele nyeti zaidi. China ilikuwa mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Venezuela, na mabadiliko ya udhibiti wa kisiasa yanaweza kuelekeza rasilimali hizo mikononi mwa makampuni yanayoungwa mkono na Marekani. Hali hii inabadilisha mizani ya usambazaji wa mafuta duniani na inaweza kuathiri mikakati ya muda mrefu ya usalama wa nishati wa Beijing. Kwa Urusi, hatari ni tofauti lakini nzito pia, kwani kufufuka kwa sekta ya mafuta ya Venezuela chini ya ushawishi wa Marekani kunaweza kuongeza uzalishaji wa mafuta duniani na kushusha bei, jambo linaloathiri moja kwa moja mapato ya Moscow ambayo tayari yanabanwa na gharama za vita na vikwazo. Kijeshi na kiusalama, kuondolewa kwa Maduro kunafungua kurasa mpya hatarishi kwa Urusi na washirika wake. Miaka ya ushirikiano wa kijeshi, uwepo wa wataalamu wa usalama na miundombinu ya kijeshi sasa iko katika hatari ya kufichuliwa au kufutwa. Serikali mpya ya Venezuela inaweza kufungua milango kwa ukaguzi wa kimataifa au ushirikiano wa karibu na Marekani, jambo ambalo linaweza kuathiri siri za kiufundi na mbinu za kijeshi za Urusi na China zilizokuwa zikitumika nchini humo. Kwa mtazamo mpana, tukio hili linaonyesha ukweli mchungu wa siasa za kimataifa kwamba urafiki wa kimataifa hauko juu ya uaminifu, bali maslahi. Urusi na China walilaani vikali hatua ya Marekani, lakini hawakuwa tayari kuingia katika mgongano wa moja kwa moja kijeshi kwa ajili ya utawala ambao ulikuwa umeelemewa na matatizo ya ndani na kupungua kwa uhalali. Uamuzi huo unaonyesha hesabu baridi ya kimkakati, lakini pia unaacha alama ya kudumu juu ya uwezo wao wa kushawishi na kulinda washirika wao. Kwa ujumla, kuanguka kwa Nicolas Maduro ni zaidi ya tukio la Venezuela pekee. Ni ishara ya mabadiliko ya mizani ya nguvu duniani, ambapo Marekani imeonyesha uwezo wa kuchukua hatua kali katika eneo lake la ushawishi, huku Urusi na China wakilazimika kukubali mipaka ya nguzo zao. Athari za tukio hili zitaendelea kujitokeza katika masoko ya nishati, biashara ya silaha na diplomasia ya kimataifa kwa miaka ijayo, huku dunia ikiingia katika awamu mpya ya ushindani wa nguvu kubwa wenye hatari ya sintofahamu kubwa.